Watu 32 wameuawa na wengine zaidi ya 80 kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora katika mji uliopo kaskazini mwa Ukraine wa Sami mapema tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2025. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amelaani shambulio hilo, akiliita ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya Ukraine mwaka huu na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya Moscow. Kupitia katika mitandao ya kijamii, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema namnukuu, watu waovu pekee ndio wanaoweza kutekeleza aina hiyo ya ukatili dhidi ya raia, huku akiambatanisha na video ambayo imeonyesha miili ya watu iliyotapakaa barabarani, magari na miundombinu iliyoharibiwa baada ya shambulio hilo la Urusi. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema wengi wa wahanga wa shambulio hilo walikuwa barabarani kwenye magari, ikiwemo usafiri wa umma shambulio hilo lilipotokea. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa kupitia katika mtandao wa X amelani hatua hiyo ya Urusi na kuongeza kuwa shambulio hilo ni la umwagaji damu na linaashiria kuwa Moscow inachochea kuendelea kwa mashambulizi kati yake pamoja na Ukraine. Kufuatia mashambulizi hayo, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameendelea kuhimiza Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa mbalimbali duniani kuilani Urusi na kuiruhusu Ukraine ichukue hatua kali za kimadhubuti kama watampa silaha ambazo wanazihitaji, ambapo kupitia katika chapisho lake jingine kwenye ukurasa wa X ameandika, anasema, leo viongozi wengi wa dunia, wanadiplomasia na watu wa kawaida wenye mioyo mikubwa wameonyesha rambirambi zao kwa Ukraine na watu wa Ukraine wamelani mashambulizi ya Urusi. Ninamshukuru kila mtu anayekumbuka kwamba vita huisha wakati uhalifu wa vita hausahauliki na wakati mchokozi anapokabiliwa na shinikizo la kutosha, na hiyo ndiyo hasa inayokosekana kwa sasa. Ijumaa hii iliadhimisha mwezi mmoja tangu Urusi ilipopuuza pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kamili bila masharti. Hawaogopi, ndio maana wanaendelea kurusha makombora ya ballistic. Ndio maana kuna karibu ndege 100 zisizo na rubani kila uchao, nyingi zikiwa ni za shahidi ambazo zinalenga miji ya kawaida ya pale nchini Ukraine. Mashambulizi ya Urusi kwenye mstari wa mbele yanaendelea pia. Hawaachi kutushambulia, hawaachi kueneza chuki kupitia propaganda zao za majimbo. Shinikizo tu, hatua madhubuti pekee zinaweza kubadilisha jambo hili. Kila kombora la ballistic la Urusi, kila kombora la kusafiri, kila ndege isiyo na rubani ya shahidi na kila bomu lililoongozwa kupiga sio tu watu wetu wa jamii zetu, lakini pia diplomasia na juhudi za kisiasa kila mtu anayejaribu kumaliza vita hivi. Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kulinda watu wetu na kuokoa maisha yao. Hii ni kauli ambayo imechapishwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky mara baada ya kupata kipigo cha sawasawa ambacho kimefanywa leo tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Lakini pia Urusi ilifanya shambulizi kwa Ukraine kwa kutumia droni 88, ambapo jeshi la anga la Ukraine limesema lilifanikiwa kudungua droni 56 kati ya 88 ambazo zilirushwa na Urusi. Taarifa ya jeshi hilo imeeleza kwamba droni 24 kati ya 88 zilipoteza mwelekeo. Mabaki ya droni zilizodunguliwa yameharibu nyumba moja binafsi, majengo kadhaa ya biashara na kusababisha moto mkubwa kwenye maeneo kadhaa ya mji huo mkuu wa Ukraine. Katika mji wa Kharkiv, Meya Igor Terekov ameripoti kuwa mtu mmoja amejeruhiwa na uharibifu wa majengo kadhaa umeripotiwa pia katika timu ya mkoa wa Dnipropetrovsk kusini mwa Odessa. Lakini pia Urusi ilifanya shambulizi na kumuua rubani anayeongoza ndege za F-16 za nchini Ukraine, ambapo jeshi la Urusi limethibitisha kudungua ndege hiyo. Moscow imeripoti kuharibiwa kwa ndege ya kivita ambayo imetengenezwa na Marekani. Vikosi vya Urusi vimedungua ndege ya kivita aina ya F-16 iliyotengenezwa na Marekani inaendeshwa na Ukraine, wizara ya ulinzi mjini Moscow imethibitisha. Ni mara ya kwanza kwa jeshi la Urusi kutangaza uharibifu wa ndege ya F-16 tangu waungaji mkono wa magharibi wa Kiev waanze kusafirisha ndege ya kizazi cha 4 kwa Ukraine msimu wa joto uliopita. Ndege ya F-16 ya jeshi la wanaanga la Ukraine ilidunguliwa kwa njia za ulinzi wa anga, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema katika taarifa yake. Siku ya Jumamosi, jeshi la wanaanga la Ukraine liliripoti kupoteza kwa mmoja wa wapiganaji wake ambaye amekuwa
akifanya operesheni kwenye maeneo mbalimbali. Tume ya kati ya idara iliundwa ili kujua ni nini kilisababisha ndege hiyo kuanguka. Volodymyr Zelensky baadaye alithibitisha kwamba rubani wa Ukraine Pavel Ivanov aliuawa wakati wa misheni hiyo ya kivita ya F-16, akiahidi jibu kwa kufanya mashambulizi kwa usahihi, akimaanisha kwamba Urusi ilikuwa ipo nyuma ya uharibifu wa ndege hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo ambavyo ni vya kuaminika, ndege hiyo aina F-16 ilidunguliwa na jeshi la Urusi. Kwa ujumla, Warusi walirusha makombora matatu kwenye ndege hiyo, lakini pia walifanikiwa kuharibu kila kitu ambacho kilikuwa katika ndege hiyo. Chanzo cha serikali kiliambia vyombo vya habari kwamba ndege hiyo ilidunguliwa. Aidha, kombora la kudungulia ndege hiyo liliongozwa kutoka katika mfumo wa ardhini wa S-400 au kombora la kutoka angani hadi angani la R-37. Hali hii inaashiria kupotea kwa mara ya pili kwa ndege ambayo ni kizazi cha 16. Ya kwanza iliharibiwa na rubani wake aliuawa katika hali isiyoeleweka Agosti mwaka 2024. Matokeo ya uchunguzi wa tukio hilo hayajawahi kutangazwa kwa umma. Hata hivyo, ripoti nyingi za vyombo vya habari zinaonyesha kwamba huenda ndege hiyo ilidunguliwa na walinzi wa nchi hiyo wenyewe dhidi ya ndege kimakosa. Ubelgiji, Denmark, Uholanzi pamoja na Norway ziliahidi kuipatia Kiev ndege za kizazi cha 1680 baada ya kupokea kibali cha kufanya hivyo kutoka kwa utawala uliopita wa Rais wa Marekani Joe Biden, ingawa nyingi zilichukua miaka kuwasili. Mnamo 2024, Ukraine ilipokea takribani ndege 18 tu kati ya ndege 80 ambazo walikuwa wameahidi. Mamlaka ya Kiev iliwahi kudai kwamba ndege hizo ziliundwa na Marekani zilitakiwa kubadilisha mchezo katika eneo la operation, lakini tangu kupotea kwa ndege ya kwanza, matumizi katika mapigano yamepunguzwa, huku F-16 ikiwekwa mbali na laini ya mawasiliano kwa madhumuni ya ulinzi wa anga katika maeneo hayo. Nukta ya ripoti ambazo niko nazo hapa ni juu ya kile ambacho kinaonekana kuwezekana kutowezekana, ambapo Ukraine pamoja na Urusi wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Wajumbe kutoka mataifa hayo mawili wanatarajiwa kukutana mjini Uturuki kujadili usalama katika Bahari Nyeusi, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo inaeleza kwamba wawakilishi wa Urusi na Ukraini watafanya mazungumzo ya moja kwa moja mjini Ankara nchini Uturuki. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na vyanzo vya kuaminika kutoka Uturuki. Wajumbe kutoka nchi hizo mbili watakutana kujadili usalama katika Bahari Nyeusi. Mikutano hiyo itafanyika Jumanne na Jumatano katika makao makuu ya jeshi la wanamaji la Uturuki mjini Ankara, kwa mujibu wa taarifa. Katika mazungumzo kati ya wataalamu wa Urusi na Marekani mjini Riyadh mwisho wa mwezi Machi, walikubaliana kuelekea kufufua mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi ambao kwa mujibu wa Kremlin unapaswa kujumuisha kuondolewa kwa vikwazo vya magharibi dhidi ya benki ya kilimo ya Urusi na taasisi nyingine za kifedha zinazohusika na uuzaji wa kimataifa wa chakula pamoja na mbolea. Usitishaji vita katika bahari unaonekana kuwa na Moscow na Washington kama hatua ya kuelekea suluhu la kidiplomasia katika mzozo huo. Mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi ambao ulisimamiwa awali Julai 2022 na Umoja wa Mataifa na Uturuki ulitazamiwa upitishaji salama wa bidhaa za kilimo za Ukraini badala ya Marekani na EU kuondoa vikwazo vyake vya kusafirisha nafaka pamoja na mbolea ya Urusi. Moscow ilijiondoa katika mpango huo mwaka mmoja baadaye, wakisema nchi za magharibi zilishindwa kutekeleza majukumu yake katika eneo hilo. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky hapo awali alidai kwamba Kiev ilikataa mapatano ya baharini kutokana na kuwakilisha kudhoofika kwa misimamo, lakini pia kuongezeka kwa vikwazo dhidi ya Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha mwezi wa tatu mwaka 2025 kwamba utawala wake unafikiria kuinua baadhi ya vizuizi huko Moscow ili kufufua mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi, akisema kwamba kuna masharti 5 au 6 ambayo yanatakiwa kuangaziwa. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alitoa uamuzi wa kulegeza vikwazo kwa Umoja wa Ulaya dhidi ya Moscow, akisisitiza kwamba vinapaswa kuendelea kutumika hadi amani ya haki na ya kudumu itakapowekwa nchini Ukraine. Kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov, mapatano ya bahari yanaweza kutekelezwa tu wakati masharti fulani yaliyowekwa na Urusi itakapotimizwa, na akisema wakati huu haki lazima itendeke na wanaendelea na kazi yao na Wamarekani katika mpango wa Bahari Nyeusi
alizungumza Bwana Peskov. Hiki ndicho ambacho kinaendelea katika nyanja mbalimbali, hususan Ulaya ya Mashariki, Ulaya ya Magharibi, Ukraine, Mashariki ya Kati, pamoja na kanda nyingine ambazo zinaangazia namna gani ya kumaliza migogoro ambayo inaendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Lakini Ukraine wameonekana kupata hasara kubwa zaidi katika kipindi cha saa 24 zilizopita, hali ambayo inamfanya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kuitazama jambo hili katika muktadha wa kuomba dunia ipambane na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.